Moja ya kosa kubwa ambalo wamefanya Irani ni kuruhusu kufariki au kuuawa kwa makomredi wao au watu wao muhimu kwenye sayansi. Kwa mfano, katika kosa ambalo walifanya mwaka 2024 ni kufariki kwa Ismail Haniyeh. Unafahamu Ismail Haniyeh alikuwa ni political figure mkubwa sana wa chama cha Hamas ambaye alikuwa anaishi Tehran, anaungwa mkono na Tehran. Safari nyingi kutoka alikuwa ina Qatar, Tehran kule Iran. Lakini la pili ni kufariki kwa Mohammed Deif. Huyu alikuwa ni brigedia mkubwa sana ambaye alikuwa anaongoza vikosi ndani ya Gaza, lakini zaidi sana wapiganaji wa Hamas. Lakini zaidi sana mwaka 2024 tukashuhudia amefariki katibu mkuu wa Hezbollah Hassan Nasrallah katika bomu la kutegwa. Lakini zaidi sana akafariki Yahya Sinwar. Katibu mkuu Hassan Nasrallah wa Hezbollah, huyu tunasema ni important political figure, yani ni kiongozi wa muhimu katika jamii ya Washia ndani ya Lebanon, lakini zaidi sana katika ukanda mashariki ya kati. Lakini zaidi sana kutazama katika kosa ambalo lilifanya Iran ni kufariki kwa Ibrahim Raisi. Unajua Ibrahim Raisi ndio alikuwa rais wa taifa la Iran. Alafu Imamu Ayatollah Khamenei alikuwa ni supreme leader. Na inatajwa kwamba Ibrahim Raisi anakuja kumrithi Ayatollah Khamenei. Akafariki katika ajali ya ndege. Of course kuna nadharia nyingi tunasema conspiracy ambazo zinatajwa kwamba Mossad wamehusika, Shin Bet wamehusika, wakisha kwamba wanaenda kufikia kifo chake. Kwa hiyo Iran imekuwa akipoteza sana ukitazama watu wao wa muhimu, wanasayansi, wanajeshi, viongozi serikali, wanasiasa. Lakini cha kujifunza Iran ni kwamba wamekuwa wakizalisha, yani wana kizazi kizuri cha kuzalisha katika innovation. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema kwamba necessity is a mother of curiosity and innovation. Kwa maana kwamba ugunduzi, mahitaji yana tabia ya kutengeneza ugunduzi na udadisi. Kwa hiyo Iran japokuwa wamekuwa wakipata hasara nyingi, lakini bado wana kizazi kizuri cha ugunduzi.